Jeneza ni mlango wa kuingia kwenye dunia nyingine. Je, naweza kuacha? Unaweza, lakini utapoteza kitu ulichokipata kupitia njia hiyo. Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku ule ulikuwa mzito kuliko kawaida, anga likiwa limejaa mawingu yaliyofunika mwezi, kana kwamba dunia nzima ilikuwa imebeba siri nzito. Ndani ya jumba kubwa la kifahari lililokuwa pembezoni mwa jiji, aliishi tajiri mmoja aliyejulikana kama Don Petero. Jina lake liliheshimiwa na kuogopwa kwa wakati mmoja. Alikuwa na kila kitu ambacho mtu angeweza kutamani: fedha, nguvu, watu waliomtii bila kuuliza, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na hofu iliyokuwa ikimtafuna taratibu kila siku. Hakuna aliyejua kuwa Don Petero alikuwa na tabia ya ajabu sana. Kila usiku alilala ndani ya jeneza, sio la maigizo wala la mapambo, bali jeneza halisi lililowekwa ndani ya chumba cha siri, nyuma ya ukuta uliokuwa umefichwa kwa ustadi mkubwa. Hakuna mfanyakazi wala mlinzi aliyewahi kuruhusiwa kuingia humo. Marufuku kuingia! Miaka mingi iliyopita, kabla hajawa Don Petero anayejulikana leo, alikuwa mtu wa kawaida kabisa. Alihangaika sana kutafuta mafanikio, lakini kila alichofanya kilishindikana. Siku moja, akiwa katika hali ya kukata tamaa, alikutana na mzee wa ajabu sana. Mzee huyo alimwangalia kwa macho makali yaliyopenya moja kwa moja ndani ya nafsi yake. "Unataka kuwa tajiri?" Mzee aliuliza kwa sauti nzito. Petero hakusita kujibu, "Nataka kila kitu." Mzee akatabasamu kidogo, tabasamu lililokuwa na kitu cha kutisha ndani yake. "Basi utakipata, lakini kumbuka, kuanzia leo hutalala kitandani tena. Utalala ndani ya jeneza hadi siku yako ya mwisho." Kwa tamaa ya mafanikio, Petero alikubali bila kufikiria sana. Ndani ya muda mfupi, maisha yake yalibadilika kwa kasi ya ajabu. Biashara zikaanza kumiminika, pesa zikaanza kuingia kwa wingi, na jina lake likaanza kusikika kila kona. Ndipo akawa Don Petero, mtu ambaye kila mtu alimjua. Lakini pamoja na utajiri huo, kitu kingine kilianza kumfuata. Kila alipolala ndani ya jeneza lake, alijikuta katika ulimwengu wa giza usioeleweka. Kulikuwa na sauti za vilio, miguno ya mbali na kivuli kirefu kilichokuwa kikimfuata kila alipojaribu kukimbia. Kila usiku, ndoto hizo zilikuwa zikiongezeka nguvu, zikionekana halisi zaidi kuliko maisha yenyewe. Alipoamka, hakupata amani. Mwili wake ulikuwa na michubuku, mikwaruzo na wakati mwingine alama za vidole, kana kwamba kuna mtu alimshika akiwa amelala. Hofu ilianza kukua ndani yake, lakini alijaribu kuificha kwa watu wote waliomzunguka. Siku moja, aliamua kuasi. Hakutaka tena kulala ndani ya jeneza. Usiku huo, alilala kitandani kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, lakini hakudumu hata saa moja. Alisikia mlango wa chumba chake ukigongwa polepole. Gonga moja, kisha kimya, kisha gonga lingine. Alijifanya kupuuza, lakini taa zikaanza kuwaka na kuzima zenyewe. Baridi kali ilienea ndani ya chumba na pumzi yake ilianza kuonekana kama ukungu. Aliposimama kwa hofu, alisikia sauti ya chini ikimuita, "Petero." Aligeuka kwa kasi. Jeneza lake lilikuwa limefunguka lenyewe. Ndani yake kulikuwa na kivuli cha mtu aliyelala, lakini hakukuwa na uso, kulikuwa na giza tupu.
Hapo ndipo alipoelewa kuwa hakuwa na uhuru tena. Kuanzia siku hiyo, alirudi kulala ndani ya jeneza, lakini hofu ilizidi kumkandamiza. Ndoto zake zilianza kubadilika. Hakujikuta tena akikimbia tu, alianza kujiona akizikwa. Alihisi udongo ukimfunika, alisikia sauti za watu wakilia juu yake, lakini hakuweza kusogea wala kupiga kelele. Alipoamka, aligundua kuwa hiyo haikuwa ndoto ya kawaida, bali onyesho. Siku zilivyoendelea, alianza kuona vitu hata akiwa macho. Vivuli vilianza kupita pembeni ya macho yake, sauti zisizoonekana zikimuita jina lake, na wakati mwingine alihisi kama kuna mtu anasimama nyuma yake akimwangalia kwa ukaribu sana. Alipojaribu kutafuta msaada, alikutana na mtaalamu wa mambo ya kiroho. Baada ya kusikiliza kila kitu, mtaalamu huyo alimwambia ukweli uliomtetemesha. Jeneza lile si sehemu ya kulala, alisema kwa sauti nzito. Ni mlango, na kila usiku roho yako inavutwa polepole kuelekea upande mwingine. Don Petero alihisi damu yake ikiganda. Naweza kuacha? Aliuliza kwa hofu. Unaweza, lakini utapoteza kila kitu ulichopata kwa njia hiyo. Huo ulikuwa uamuzi mgumu kuliko yote. Kuachana na utajiri wake ulionekana kama kifo cha pili kwake. Kwa muda alisita, akijaribu kuendelea na maisha yake kama kawaida, lakini mambo yalizidi kuwa mabaya. Usiku moja alijikuta ndani ya ndoto akiwa amelala kwenye jeneza, lakini safari hii hakuweza kufumbua macho. Alisikia watu wakisema, amekufa, Don Petero amekufa. Alijaribu kupiga kelele, lakini hakukuwa na sauti. Alijaribu kusogea, lakini mwili wake haukusikia. Alihisi jeneza likifunguka juu yake. Alipoamka, alipiga kelele kwa nguvu, akijua kuwa muda wake ulikuwa unaisha. Hapo ndipo aliamua kubadili kila kitu. Akaanza kutoa mali zake, kusaidia watu na kujaribu kuvunja mkataba ule kwa gharama yoyote. Lakini kila alipokaribia kufanikisha, kitu kisichoeleweka kilimzuia. Usiku moja, akiwa chokeshwa na hofu, aliamua kutolala ndani ya jeneza. Alikaa macho akiangalia kila sekunde. Ilipofika katikati ya usiku, jeneza likaanza kutikisika. Taratibu. Kifuniko kikaanza kufunguka lenyewe. Don Petero alisimama akitetemeka. Ndani ya jeneza kulikuwa na giza tupu, lakini ghafla mkono mrefu wa rangi ya kijawi ulitoka ndani yake ukimnyooshea kana kwamba unamuita. Alijaribu kukimbia, lakini mlango ulijifunga kwa nguvu. Sauti ile ile ya ndoto ilirudi ikimuita kwa sauti nzito, Petero. Alipogeuka, alikiona kile kivuli kikiwa kimesimama nje ya jeneza, sasa kikiwa karibu sana naye. Hakukuwa pa kukimbilia. Asubuhi iliyofuata, walinzi wake walimkuta ameanguka chini, macho yake yakiwa wazi kwa hofu kubwa isiyoeleweka kabisa. Hakukuwa na alama kubwa ya jeraha, lakini kitu ndani yake kilikuwa kimebunjika kabisa. Kuanzia siku hiyo, Don Petero aliacha kulala ndani ya jeneza, lakini hakupata amani. Kila usiku alikaa macho, akiogopa kufumbua macho. Na watu wanaosema ukweli utaarifu zaidi ni huu, kwamba usiku wa manane ndani ya jumba lile, jeneza bado linafunguka lenyewe na sauti ya chini husikia ikimuita, inatafuta mwelekeo wake mpya. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.